Kwa majina ni Walter kutoka Kisii. Sileta mambo ya Matiang'i. Ile jamii ndogo mnasema. Wacha bwana Spika niongee kuhusu mambo na IEBC. Na nimepotea hapa sana karibu wiki mbili sababu I'm politically confused. Confusing ama confused? Na nitawaambia ni kwa sababu gani. Kwanza bwana Spika, mambo na IEBC sisi kama wa Kenya, ile ni kazi ambayo watu waliapply. Wanafanya interview, wanaendelea. Na mimi kenye naelewa already wako na candidate. Ile tu kenye wanangoja ni kumwambia ofisi ndio hii aanze kazi. Sasa mimi nataka niambie wa Kenya, kama unategemea IEBC kama sisi watu wa Matiang'i, hiyo ni ndoto. Sababu serikali ishapangwa, na nataka niambie ndugu zangu kutoka Kisii, hii imeenda. Sasa bwana, nimesema hivyo bwana Spika, nimekuja kugundua, na I'm very sorry to say, usisifu tu mtu. Mimi kwanza nimewaambia I'm politically confused. Nataka niwaambie kitu kimoja, and I want to surprise Kenyans. Saa hii mnasikia Malaga, mnasikia Matiang'i, surely tunaelekea wapi? Mimi nataka niambie ndugu zangu kutoka Kisii, IEBC imepangwa, imeisha. Tungangane, tuingie kwa serikali, tutoa ndugu zetu wanatutoa, wanatuambia sisi ni wajaji. Bwana Speaker, allow me to say this. Sisi tu report in for William Ruto. Na sisi kama Kisii, na ninatangaza leo, hatutakubali kuondolewa katika serikali tuende opposition. Opposition ni ya Jaluo, sio Kisii. Bwana Spika, haya, asanteni sana. Chukua mic atu. Ndugu yangu Walter amesema opposition ni ya Wajaluo. yes. Hiyo kitu imeniuma sana. Kama election ya 2022 Wakisii walivote kwa Azimio almost 90%. Sijui anasema serikali Wakisii gani walipigia William Samoei Ruto kura. Sasa nyinyi kama sisi tuko opposition, Wakisii pia wako opposition. Sisi peke yetu, because Kisii iko Nyanza na huko Malimuko ni kishamba yetu. Bwana Spika, nikijibu mwenzangu, usisemi ukabila. Sisi Kisii tuko na kaunti mbili, Nyamira na Kisii County. Na ukiangalia sisi venye tunavote, hatuvote block. That's why tunasema sisi si watu wa opposition. Mimi nataka niambie ndugu zangu wa Kisii, tusidanganywe na mtu. Saa hii tunaambiwa sisi ni jamii ndogo, tunadharauliwa. Sasa kuna watu wanakuja huko kutupia candidate, wengine wanasukuma Malaga, wengine wanasukuma Matiang'i. So that tujidanganye, tuende kwa debe, tuende kulia kwa chooni. Bwana Spika, mimi nimesema hivi, na waje nitangaze hivi. Sisi kama jamii ya Kisii kwa serikali hatutoki. Jaluo wanataka kututoa kwa serikali, lakini hiyo tumekataa, tutoki. Bwana Spika, saa hii unasikia Nyachai anataka IEBC. Unasikia venye wanaongea Nyachai, anasifu sio mtu. Sasa saa hii tunatangaza danger ahead. Kila mtu anganganie serikali, mwenye anashinda ashinde. Lakini sisi kama Kisii hatutoki kwa government. Na kama wewe uko hapa unasema hii jamii ndogo, bwana, sisi tumesema hivi, tunangangana na serikali. Hatuwezi kuwa opposition, hatuwezi kuja kunyemelea na mlango ya nyumba. Sisi Kisii hatuna hiyo tabia. Hiyo wenyewe wanajijua, wako hapa wamejaa.
Nikimalizia Bwana Spika, mambo ya Salasia. Mimi mwenyewe nilikuwa Nyayo. Na hiyo kitendo niliona na macho yangu. Bwana Spika, mimi nataka niambie vijana wako hapa. Kama wewe uko hapa, unatumiwa kupiga mtu, ole kwako. Ile kitendo ndugu zangu walifanyia Salasia ni kitendo mbaya sana. Na mimi naomba FKF, saa hii naona tension kwa mtandao, watupilie mbali, wabani mashabiki ya Gor Mahia na FC, mpira waone KBC. Usipige maoni, utainua mkono. Inua mkono. Mimi nimesema hivyo. Inua mkono. Bwana Spika, mimi nimesema hivyo kwa sababu nimeona tension kwa mtandao. Watu wanatishiana, wengine wanasema wanaenda kupigana. Mimi nataka niambie government, mpira ya Gor Mahia na FC, weka KBC mwenye kuna TV aone kwake. Hatutaki kwenda kubomoa uwanja ya Nyayo na pesa ya government imetumika huko. Wewe umejipanga Sunday, unaenda Nyayo, unaenda kumoa kiti. Mama yako alichenga hiyo kiti. Bwana Spika, mimi naambia FKF for free. Mashabiki wa Gor Mahia, mashabiki wa FC wabaniwe wasiende Nyayo. Thank you very much.